asifiwe. Amen. Pastor Ezekiel, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa Andrew Onyango. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Nimetoka Eldoret kwa kanisa ya New Life. Niliingia huko mwezi wa November mwaka jana. Na kabla sijaingia pale, kuna kanisa ambayo nilikuwa na nimeishi hapo mwaka mingi. Sasa wakati ambayo Mungu aliniokoa ilikuwa ni mwaka wa 2009, na mimi nilikuwa na kazi kubwa, nilikuwa nimeajiri watu. Mimi ni fundi ya kujenga nyumba kama hii ya kujenga vyuma, na hata nimefungua workshop ambayo niko hata na lathe machine ya kuchonga chuma. Kwa hivyo mimi niliokoka kama mimi ni tajiri. Watoto nimezaa mpaka wakati niliokoka. Msichana yangu ya kwanza alikuwa kwa form 4. Na wakati Mungu aliniokoa, kuna ugonjwa alikuwa nimeishi naye mwaka 22, na hii kunizuia kufanya kazi ama hata kutembea na hata kuzaa watoto. Sasa wakati Mungu alinioita, Mungu alimaliza kazi yangu yote, mpaka nikabaki kwa barabara. Nikawa mtu ambayo Mungu anatuma kwa hali ngumu, ambayo nilisikia hapa ukihubiri kuhusu gharama ya watumishi wa Mungu na hata jamii yao. Sasa wakati ilipofika mwaka wa 2022 August, Mungu amekuwa akinituma na huwa napitia majuto sana. Paka naenda na lala hata nje, kwa sababu mahali nilitumwa sijapokelewa pale. Watu wengi hawajui hiyo kazi. Sasa niliuliza Mungu, ni gharama gani inatakikana nilipe ndio uweze kurejeshea kazi na hata huduma hii ambayo umeniita niendelee naye. Mungu aliniambia hawezi kurudishia kabla sijamtolea gharama ya matoleo maalum. Nikamwambia nitatoa nini, na kazi yangu ilimaliza, hata watoto yangu wamekosa kusoma jinsi walivyosoma. Mungu akaniambia niende niuse plot yangu ambayo nilikuwa naye, nichukue shilingi 1175 nipeleke kwa kanisa. Nilipeleka hiyo kwa kanisa, na yenye imebaki nilipe naye deni ya gharama hiyo plot, maana ilikaa mwaka hiyo 16 kabla sijalipa stima na maji na mambo mengine. Sasa bili ikawa kubwa. Hiyo pesa ilikuwa ni shilingi 1720 na ikatumika yote. Sasa Mungu aliniambia mwaka jana ya kwamba wakati niliingia kwa New Life, mimi nilikuwa napita tu hapo nikiwa nimechoka na nimesikia nguvu yangu imeisha. Nikaingia kwa hiyo kanisa hiyo nipumzike. Wakati nilipata huduma ikiendelea, basi nikaomba hapo, na nilipolala usiku nikamwambia nirudi pale. Sasa mahali nilikuwa nikishiriki, niliona gari imekuja usiku ikanichukua pale, na wakati nilikuwa natoka nikatoa nguo nikawacha kwa hiyo kanisa, nikavalishwa nguo nyingine. Huyo mtu akanitoa akaniweka kule mjini. Sasa Mungu aliniambia ya kwamba mwezi wa 3 tarehe 1 mwaka huu atakuja kufungua huduma yangu hii kwa ishara na miujiza ambayo itafanyika. Atarudisha ile kazi yangu ya workshop na hata kazi hii ambayo nafanya ya kuhubiri na unabii. Mungu amenipea hiyo, na mimi kila wakati nimetembea mahali mingi hata siwezi taja hapa. Sasa Mungu aliniambia wakati ilifika tarehe 1 mwezi wa 3 usiku saa 10 baada ya maombi, niliamuka nikashukuru Mungu, nikaimba nikitukuza Mungu kwa sababu ya ushindi ya kuweza kunitoa kwa hiyo majaribio ambayo nimekuwa mwaka 16. Malaika ya Mungu nilipokuwa nikilala ikaniambia hapana, bado ngojea kidogo na uende Mombasa kwa Pastor Ezekiel. Nimemwambia yeye tarehe na siku ambao utafungua hiyo kazi. Niliona kama mimi niko kwa hii kanisa mara 3, nimeshuhudia hata ile kanisa ambayo nimekuwa kule New Life, Pastor Millicent ukipiga atakuambia. Sasa jana nilimwambia niliuliza Mungu nipate pesa wapi, maana mimi huwa nahubiri wakati umenituma, na penye umenituma huwa sioni kitu. Mungu akaniambia watu wenye mimi naombeaga, wenye nahubiriaga kwa jua kali kwa soko, niende wanipe pesa. Nikamwambia Mungu watanipa namna gani pesa, na kila wakati huwa wanipi chochote hata nikihubiri pale. Basi Mungu akawa amenyamaza. Sasa wakati Mungu alinyamaza, nimehesabu mwezi 1, mwezi 2, mwezi 3, ambayo ni mwezi wa 5 sasa. Wakati ambao nilikuwa nalala, nikamwambia kwamba nabii pia huwa anaogopa, so unalalaga hata kwa masoko, hata kwa veranda nikikutuma
wewe enda tu Mombasa na uwezo ambao uko naye. Aliniambia 6,000, lakini nikawa na shilingi 1,200 peke yake na 500 ambayo ilinifikisha hapa Mombasa, sijui mtu yoyote. Mungu akaniambia uniambie tarehe yenye nitafungua kazi. Ameweka hiyo maneno kwako. Nilifikiria hata wewe umeniona kama nimekuja na nijasikia ukihubiri hiyo. Alafu baadaye uniweke pia kwa njia ya kuenda Busia, nipeleke ujumbe ingine, nirudi Eldoret, wewe utakuja kunisikia vile Mungu atakuja kunitumia. Mimi nimesema sina jambo lingine, hiyo ndio kitu imenileta. Mimi ni mzee mwaka 65. Nimeokoka nikiwa na mali. Watu wa Eldoret ukipiga sahi watawaambia wamenijua. Mimi ni mtu nimekaa Eldoret mwaka 40 sasa na 3. Kwa hivyo mimi ni mtu ambayo ni prominent, lakini Mombasa hapa sijafika siku yoyote isipokuwa ni siku ya leo Bwana ametuma kwa ajili ya hiyo. Sasa mimi nangoja tu niambie tarehe, na sahi tu mimi natoka, niko njiani, alafu mimi naenda katika hiyo kazi, na Mungu anifungulie baada ya mwaka 16 ili nitoke katika hiyo majaribio ambayo nimepitia. Mungu abariki katika jina la Yesu. Baba, tarehe hakuna. Tarehe no. Ninaanzia hapo. Wala usifikirie nimemjibu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Mungu akiongea hakikisha unajua kile unasema. Mungu hawezi akakuja akufilisishe kwa mali aliyokupata nayo. Akuambie wewe nitumikie, nitakufungua mwezi wa 3. Akwambie ngojea tena. Akwambie nenda kwa wale watu unawahubiria wakupe pesa. Alafu tena akwambie nenda kwa Ezekiel akupe tarehe na akutume Busia. Jamani, nawaomba msimfanye Mungu akae ni kama anakunywa uji asubuhi. Hiyo ndio maana mnapokuja na unabii, mara nyingi napokea kile ambacho ni cha kweli na wakemea kile ambacho sio cha kweli. Na mnanikasirikia hapa mpaka mtandaoni. Niliwaambia Mungu ameniambia nisitumike sahi, nisiende crusade sahi, si ndio? Umesikia nikisema ninaenda crusade mwezi wa 6. Nilisema mwezi wa 7. Wapi? Uganda. Hata nimeambiwa leo nachelewa kufanya maandalizi. Lakini tangu mwezi wa 2 mpaka sasa sijatoa miguu yangu hapa. Maana hawezi akasema hivi tena ageuke kesho aseme sasa nilikwambia kaa hapa, sasa ni mwezi wa 4, toka nenda mahali fulani. Hapana. Mungu sio Mungu ambaye amesahau kile alichosema jana akutume kwa mtu mwingine amkumbushe. Hawezi kuambia nenda kwa washirika wakupe pesa alafu aseme nenda kwa Ezekiel akutume Busia. Tutasababisha, unaona hawa watakataa kumtumikia Mungu. Wacha hata huyu ni afadhali yako na umri. Wewe uko na ngapi? 20. Hawa watakuja kukataa kumtumikia Mungu. Hawa wadogo hawa watakataa. Wanasema Mungu wa leo ukimpa uji asubuhi anaongea kitu kingine. Ukimpikia kuku huyo Mungu anawika kama jogo. Ukimpa ng'ombe jioni sababu ni kigeugeu. Tafuteni Mungu, msome neno, mfunge na muombe, mtende ya haki, atasema yeye, na mkisema itakuwa ni yeye amesema.
Mimi Mungu hakuniambia tarehe yake na haja nizungumzia. Na ukiwa Mungu amekutuma mahali, nenda ulelewe. Jaribu kunyenyekea ulelewe. Ikiwa baba wewe ni mtu prominent, sasa mimi ni nani? Mimi ni nani nikuwekelee mkono na wewe tayari uko prominent? Na ikiwa kuwa na workshop ya chuma ni utajiri, na wale wanaouza magari ni unajua, kwa muda mrefu tumekaa gizani tukitembea uchi, tunanyongana kwa giza, wengine wanakatakata wenzao kwa giza, mpaka tukafikiria vitendo vya giza ni vya haki. Lakini sasa nuru iko. Sikilizeni watu wa Mungu. Mimi nilipoenda kwa Benin sikutaka kujua kama naombeanga watu wanapona ulemavu. Nilienda kama mtoto. Nasikiliza. Hata mwezi ujao ako Uganda. Nitaenda. One day nitaenda. Ni mwezi ujao. Ni this year. Si ni mwezi wa 6, najua. Nitaenda kama nani? Kama mtoto. Siwezi nikamwambia Benin mimi ni hivi na hivi. Nitasubiri Mungu ako na ujumbe gani kuhusu huyu mtoto asiyejua anakoenda na kule anakotoka katika ulimwengu wa kiroho. Na ukiwa hivyo, mafuta ya wale walioko juu itatiririka kwako. Ikiwa Joshua anaweza kunyenyekea, Mungu atamkataa Haruni na Miriam na wazee 70, atachagua Joshua. Yaani Mungu afanye watoto wako wasisome, akwambia nenda utoe sacrifice fulani, atakubariki. Utoe hiyo pesa, alafu hakuna. Akwambie sasa nenda uombe tena wale umewahubiria, alafu akwambia wachana hao, enda kwa Ezekiel. Baba, nashukuru. Wasemaje baba? Mungu yangu sio ya kuuliza. Mimi nitalala hapa na atakuzungumzia. Mimi yangu haikuagi ya kuuliza. Ubarikiwe sana. Mungu yangu, unabii yangu ni kali sana. Mungu yangu atazungumza. Mimi nakaa hapa mpaka azungumze, na utarudishia wajibu kwamba ni yeye. Hata ukipiga simu Eldoret watakuambia wewe ni yeye. Nitalala tu hapa. Nipea tu mimi nafasi nilale hapo. Usiku ukilala kwa ndoto, Mungu atakuzungumza na utalete jibu. Yangu sio ya kuuliza. Yangu sio ya kuuliza. Tena na challenge tu, tukae hapa atazungumza. Haya. Mimi siendi mahali, niko tu hapa. Ndio utaprove kumbe Mungu anafanya kazi tofauti. Siwezi choma pesa kutoka Eldoret mimi mzee kukuja kudanganya watu hapa Mombasa. Na nilikuwa naye. Usiku wa leo Bwana atazungumza, mpaka mtajua kumbe anafanya kazi tofauti katika jina la Yesu. Amen. Mimi naulizanga Mungu, mimi ndio unanitumanianga hautumi kwingine. Sawa baba, haina neno. Tumesikia, tutasubiri ataongea. Wacha tuende kwa mambo mengi. Tutamsubiri. Akikuzungumzia utuambie. Wanaongeanga mpaka watu wanashtuka. Na imagine watu wakisikia hizo vitu wanajua kwamba Mungu amezungumza kweli. Huyo ni mtu wa Mungu.
amwambie Ezekiel kabisa. Mwingine aliniandikianga Ezekiel anafikiria yeye ni Yesu. Sasa wewe mwingine ameandika kwa TikTok, yule ametumwa na Mungu, Ezekiel akakataa. Ezekiel huyo anafikirianga yeye ni Yesu. Hata huyo pia, ikiwa nikikataa hizi unabii, mnaonanga makosa. Simu wapigie hao watu simu, waje kwenu watabirie. Sababu msipochunga hizi vitu, naambianga zinaharibianga makanisa. Mtu anakuja anakuambia Mungu amenituma, alafu unapokea hiyo. Wewe hauna roho ya kutambua. Wewe unafikiri okay, tukae hapa. Sasa Mungu ametutumania nabii. Kitambo mjue kanisa ishaenda barabara nyingine. Kama ingekuwa ni ya kweli, mbona hana kwake na kanisa yake? Kama yeye ni nabii wa kweli, mbona Mungu amwambie nenda kwa Ezekiel akwambie? Huyo Mungu hata ajui tarehe, ni mimi ndio najua. Na nikisema hajaniambia na naambia tulale, atazungumza? Hapana. Fanyeni huduma ambayo inaweza kujenga mwili wa Yesu Kristo. Msifanye hizo huduma za vitisho. Unajua mimi nimeanza kutishwa nikiwa niko Keropot, nikiwa niko na watu 40. Mwingine aliniambia wewe utajua kwa hii kanisa sasa haita kwako. Mimi nimesema yeye huyo mtu ndio sijui yako wapi. Mimi nahubiri tu. Mimi nishatishiwa pamoja na devil worshiper. Ezekiel nitakuua, sijui kama alikufa ama yuko. Ama tuko kaburini sasa. Tumezikwa. Ama tuko mbinguni tushafika. Bado tunapumua. Kumbukeni kile niliwafundisha. Tenda haki hata kama watu hawaamini. Haki itakuja kutenda haki. Ikiwa unabii hautimii, inasongezwa kutoka mwezi wa 3 mpaka mwezi mwingine, wewe unabii usiamini. Muweke kila unabii katika test. Hiyo ndio maandiko inasema. Niliwaambia manabii wengi wanakuja na kila alichotabiri isipotimia, anakuambia sasa Mungu amesema, amemuongeza miezi 6. Mungu amesema, amemsubiri huyu. Kwani huyu Mungu hana mkono? Mbona mnafanya Mungu ni kama anakunywa uji? Na kwa nini wachungaji nyinyi mnafanya vijana wanadharau Mungu? Nani anamtumikia Mungu ambaye anabadilisha matarehe? Mungu anayefilisisha wachungaji watoto wao wasisome, si ni dhuluma hiyo? Na kama Pastor Helen aliketi hapo ukiwa unatabiri, nitamuuliza. Kama Pastor Millicent aliketi hapo ukiwa unatabiri, jambo la mwisho, sitakubaliana na hizi unabii za ukorofi na unaniambia utalala hapa au lali hapa. Hamwezi kutoka huko kuja kunitawala hapa. Labda hapa ni kwako au lali hapa. Heshima ni muhimu kwa madhabahu ya Mungu. Kama Mungu alikuongelesha, heshimu huyo Mungu. Niko na umri mdogo, ndio maana nimekupa microphone ukaongea nikiwa nimenyamaza. Ninafanya hivi ili wale ambao wanakaanga huko wanasubiri, nami Mungu amenituma kwake naenda.
Niliwaambia siku nyingine mkija na hizi unabii nitaigeuza tu iingie kwako mara moja. Alafu utaelewa, msije mkafanya hizo vituko. Hizi unabii unaziona leo, si hata yeye amekuja leo, si hata wewe ulikuwa na yako, si mwingine alikuja hapa nyuma. Baba, kuna wengine wamekuwa hapa. Yeye ni namba ngapi? Sijui namba 23. Wengi wanakujanga tu, Mungu ameniambia, Mungu ameniambia. Wewe afadhali Mungu amesema nikupe tarehe. Kuna mwingine Mungu alimwambia nini? Nitoke niende ng'ambo, nimwachie hapa kwa mwaka mmoja. Kwa nini mkiniangalia mnaonanga mimi naamkanga na kula, nikimaliza kula nakuja na ubiri, maliza kula ati utajua na nikifungua hichi kinywa changu nimekifunga muda mrefu, msinijaribu kushinda hapo. Siku moja utashtukia mtu hawezi akapita ule mlango. Hizi kansa mnaonanga watu wanapona. Sifanyi hiyo kazi na akili zangu. Heshimuni Mungu tu. Na waongelesha bado kwa unyenyekevu. Nyinyi mnaosema sijui Mungu amenituma, amen. Watu wanapona wazimu. Sifanyi kwa akili zangu. Watu Mungu anarudishia moyo uliotoboka. Sifanyi kwa akili zangu. Walio sijui bubu, kipofu, sifanyi kwa akili zangu. Mkiniona mimi ni mtulivu, tunacheka kwa ibada, msitoke huko na madharau mkaniletea kwa kanisa. Mkaniongelesha vile mnavyotaka, sababu naonanga mimi naongea, nacheka, nakupa microphone. Msije mkanidharau hivyo. Huwa nakasirika pia. Nimewaonya, lakini siku moja nitapanish mtu mmoja. Hamtawahi kuja na hizo unabii hapo. Sasa bado nawabembeleza ili siku pigo linaingia kwa mtu, watu watawaambia Pastor Ezekiel aliwaonya kwa muda mrefu, muachane na hizo vitu. Mkiniangalia kwa TV acha niende, nitamwambia Mungu amenituma, ameniita. Sasa wewe Ezekiel utajua mimi unabii. Ni mchezo gani hiyo tunacheza hapa mbele za watu? Babangu, kwa heshima, ikifika jioni ushaleta unabii, tarehe sina, ikifika jioni urudi nyumbani Eldoret. Na kwa vile uliniambia nikishakupa tarehe unatoka sahi, hata sahi pia nimekupa ruhusa, toka tu. Tarehe sina na sitapeana. Na ninaongea hii, watu wawe na heshima. Mnaponiona ninacheka na nyinyi, nafurahi, na washauri, napitia machungu kitambo nifikie hapa na hii kanisa. Napitia machungu sana. Machungu sana. Kwa hivyo msinisukume zaidi hapo. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Jina langu naitwa Eric. Karibu. Asante sana. Naishi Nairobi. So nimesikia juu yako kwa muda mrefu sana. So nilikuwa nataka niko na shida moja. Kuna kijana yangu ambaye ako na delayed speech. Delayed speech. Yes, which is wanasema it's mild autism. So okay. Nimefanya kila kitu. Nimempeleka medication, nimespend pesa, nimefanya kila kitu. So nimefika